Bitok amekiri kuwa kuna baadhi ya wanafunzi ambao wameteuliwa katika shule za jinsia zisizofaa na kuwataka wadau kuwa na subra huku usahihishaji ukiendelea. Laura Otieno na kina cha taarifa hiyo. Maybe after an hour na cheki. Huku wazazi zaidi wakiendelea kulalamika kuhusu shule za sekondari ya juu ambako wana wao wameteuliwa. Wizara ya Elimu sasa imesema kuwa itashughulikia malalamishi hayo kuanzia tarehe 23 Disemba. Sasa yaona hiyo tabu. Katibu Julius Bitok anasema kuwa usahihishaji huo utafanywa kwa muda wa siku 7 kuanzia Jumanne na utafanyika katika shule walikofanyia mtihani wa gredi ya 9 wanafunzi hao pamoja na katika afisi za elimu za kaunti ndogo. Kuanzia Jumamosi, maelfu ya wazazi walichapisha malalamishi yao kupitia mitandao ya kijamii, baadhi wakisema kuwa wana wao wameitwa katika shule wasizostahiki, wengine hata wakiitwa katika shule za wasichana ingawa wao ni wavulana, na wengine katika shule za kutwa mbali na wanakoishi. Bitok pia akisema mtafaruku huu utatatuliwa wakati wa usahihishaji. Naona mtoto wangu ingefaa aende national school. Vilevile, Bitok amesema kuwa mchakato huu ulifanywa kutumia mashine na kuwa kutoridhishwa kwa wazazi na matokeo hayo huenda kulitokana na nafasi adimu katika baadhi ya shule tajika, mtafaruku wa mawasiliano kuhusu shule walizochagua wanafunzi, pamoja na mtafaruku kati ya shule walizochagua wanafunzi na matokeo waliosajili. Jumla ya wanafunzi milioni 1.13 wanatarajiwa kujiunga na gredi ya 10 mwezi ujao. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.